hiyo ya kwanza ya misa takatifu ya kumwombea baba yetu huyu Emmanuel Msuri. Itafuata ratiba au sehemu ya pili ambayo ni ya maziko, na itakuwa na ratiba fupi pia kabla ya kuelekea makaburini. Ninajua kuna wageni wengi kutoka maeneo mbalimbali, kwa sababu msiba ni mwaliko tosha kwa kila mtu mwenye mapenzi mema. Naomba nisitambue watu kwa majina au kwa makundi. Labda tu niseme pole sana kwetu sisi sote ambao tumepatwa na msiba huu. Ndio maana tupo hapa, hususan wanafamilia wa damu na wanafamilia wa Palotini, na kwetu sisi sote, na tunatambua uwepo wa kila mmoja aliyepo mahali hapa. Sehemu ya pili ni sehemu ya kuaga. Najua watu wengi walishakwisha kuaga jana wakati wa mkesha na misa ya jana jioni, lakini pia wengine waliwahi asubuhi wamekwisha kuaga. Kwa hiyo kama umekwisha kuaga, hamna haja ya kuja tena huku mbele, maana ni yule yule uliyemuona asubuhi au jana ndiye huyu tuliye naye sasa hivi. Kwa hiyo nitaomba kwa wale ambao hawajaaga, wakati huo ukifika waje tu hawa ambao hawajapata muda huo wa kuaga. Na kuaga kwenyewe, wakati huo namuomba Father Ambrose atakuja kutusaidia kufungua jeneza au kuliandaa, na chombo cha kuweka rambirambi zetu kwa wale ambao hawakupata muda huo kitawekwa pale mbele. Naomba kiwekwe karibu na wanahabari hapo walipo. Utaweka rambirambi yako kwanza. Hiyo ni rambirambi ya watu binafsi, ya kwako mwenyewe. Itawekwa kwanza hapo, na baada ya kuwekwa hapo, na baada ya kuweka rambirambi yako utajongea mbele. Tutakuja kwa mistari miwili, japokuwa hapo mbele ni pafinyu kidogo, naomba tuelewane vivyo hivyo. Utaweka hapo kwa mistari miwili. Watakaokuwa upande wangu wa kulia watatokea upande wa kulia, na watakaokuwa upande wangu wa kushoto watatokea upande wa kushoto, na kurudi sehemu tulizokaa. Wakati huo, wakati watu wanaaga, wale ambao hamkuorodhesha rambirambi zenu, Brother Ambrose atakuwa hapa karibu na mimi. Naomba rambirambi za parokia, za makundi, za jumuiya, za mashirika ya sala, vyama vya kitume na mashirika ya kitawa, vyote makundi hayo yaje hapa. Wakati watu wanaaga, naomba na rambirambi hizo ziorodheshwe. Wakati huo, wakati watu wanaaga na rambirambi zinaorodheshwa, wanakwaya wataimba ubeti mmoja kwa ajili ya kuandaa watu waanze utaratibu huo. Na baada ya ubeti huo mmoja, wafuatao watakuja mbele kwa ajili ya nasaha fupi sana. Kwa hiyo wanakwaya, baada ya ubeti mmoja mtanyamaa, halafu wafuatao watakuja mbele ili kutoa nasaha fupi. Mwenyekiti wa halmashauri ya walei parokia Galapo ujiandae. Mwakilishi wa halmashauri ya walei jimbo, kama upo na wewe ujiandae. Mwakilishi wa waumini kutoka parokia Sacred Heart Dagoretti Kona Nairobi, na wewe ujiandae kwa ajili ya neno. Mwakilishi wa familia pia, na wewe ujiandae kwa ajili ya neno. Na mkuu wa shirika la masista wa Palotini, na wewe ujiandae kwa ajili ya neno. Wengine nitawapa nafasi baada ya hapo. Watakaotangulia kuaga ni mapadi wa Palotini. Watakuja wote hapa mbele. Kuna wimbo wa Bikira Maria ulioandaliwa kwa sababu huyu baba na yeye alimpenda Bikira Maria, na sisi tutamkabidhi kwa Bikira Maria aendelee kuwa mwombezi wake. Kwa hiyo Palotini, mapadi wa Palotini wote tutakuwa wa kwanza kuaga, na baada ya hao
wataaga watawa wale ambao hawakupata nafasi pia, lakini pia baadaye waamini wataaga. Mwishoni kabisa wataaga mapadi wengine wote na mababa askofu wakati wa sala ya buriani. Kwa hiyo kwa sasa hivi naomba mapadi wa Palotini, kwanza naomba chombo cha rambirambi kiwekwe pale. Naomba chombo cha rambirambi kiwekwe pale, naomba na brother uje hapa ili mambo hayo yote yaende kwa pamoja. Chombo cha rambirambi naomba kiwekwe pale. Wakati huo sasa naomba mapadi wa Palotini na nyie mtakuja na ule wimbo ulioandaliwa, naomba uimbwe kwanza na baadaye wengine wote wataaga. Naomba mapadi wa Palotini tujiongee. Naomba na wimbo wa Bikira Maria ulioandaliwa. Na baada ya mapadi wa Palotini kuaga, naomba masista wote na watawa wengine, ni kunajua kuna watawa wa kiume, wana familia, mtaaga kabla ya mababa ili baadaye wasali sala ya buriani na kuondoka.
na mwanga wa milele umwangazie. Amina. Na mwanga wa milele umwangazie. Amina. Asanteni mapadri wa Palutini. Naomba sasa tuchukue nafasi zetu. Kwa ajili ya nasaha na wanyonge hapa nilipo. Kule nyuma kama hamjaaga, ambaye hajaaga kwanza kule nyuma. Kule nyuma kama hamjaaga naomba mjiunge. Nitoe pole nyingi kwa wote ambao wameguswa na msiba wa Padri Emmanuel Charles Msuri. Kwetu Wanagalapo, padri tulikuwa naye mwishoni mwa mwezi wa 8 na mwanzoni mwa mwezi wa 9. Binafsi nilivyosikia kifo cha padri nilipa kumbukumbu kwamba ni siku chache katika mazingira haya nilikuwa namsalimia. Basi lakini ni mapenzi ya Mwenyezi Mungu kwamba amemwita kwake. Naomba tuendelee kuungana katika kuendelea kumwombea. Raha ya milele umpe Bwana, apumzike kwa amani. Asante mwenyekiti wa halmashauri ya walei parokia Galapo. Nizamu ya mwakilishi wa halmashauri ya walei jimbo kama yupo. Wakati huu ajiandae na ajiongee huku kiongozi kutoka parokia ya Roho Mtakatifu, Moyo Mtakatifu wa Yesu, Dagoretti Koma. Kama mwakilishi wa halmashauri ya walei jimbo hayupo, naomba kiongozi kutoka Nairobi karibu. Wasamu wa askofu wa jimbo la Singida na jimbo la Mbulu, mkuu wa shirika Father George Ona, the immediate family na waamini wote wale ambao tumefika hapa. Nimefika hapa kuleta pole zetu na kumsindikiza padri wetu. Sisi kama Kristo wa Sacred Heart tunakubali mapenzi ya Mwenyezi Mungu, lakini tuna uchungu sana. Padri kama miaka 7 imepita, tumefanya kazi naye kwa pamoja. Ni mtu ambaye anapenda watu wote, and he is an intelligent man. He was an intelligent man. When I say an intelligent man, you can explain all around. Basi niseme kwamba mwisho wa mwezi jana tulipokea taarifa kwamba padri wetu amepata uhamisho, na kama kiongozi tukakutana kupanga mambo ili tukamuaga padri wetu akienda kufanya utume kule England. Ni sasa now the day we are planned, siku ya mwisho kumuaga pale parokiani, ndio padri wetu aliaga. Juzi tumepokea padri wetu kutoka the funeral home, tukakuwa na mkesha, na jana kwa mkia asubuhi tukaanza safari ili kumsindikiza padri wetu nyumbani. Ujumbe wetu ulisidi tulipofika pale kwa mpaka, zaidi ya Wakristo 120 wakasuiwa kusafiri na padri mpaka hapa. Kwa hivyo nimeleta pole na rambirambi
Wakristo wale waliopaki kule nyumbani pamoja na sisi waliofika. Tuliruhusiwa watatu ambao sio mapadri ili kufika. Niombe kwa heshima kama wako, kuna wale ambao wamesaidia katika isuli kwa njia mbalimbali. Kuna Madam Nancy na Sister Millicent. Niombe kwa ufupi kama nasaruhusiwa. Sister Millicent, she really worked with Father Msuli all the time. I request if she can come on front, it will be good. Sister Millicent, if you are around, you can come at the front. Kila mara tunapigia Sister Millicent kumwambia Father ameamka aje. Sister was there all the time kumshughulikia padri. Kwa hiyo naomba sisi wote tusidi kumwombea. Huyo ndiye Sister Millicent. We worked with Sister Millicent apart some time back. She left us to another working like 3 years ago. Lakini katika hospitali pale alimshughulikia atapata mwenyewe, ndio yake mahali ilipo anajua. Also wale wamesaidia katika mambo mbalimbali. I don't know, Madam Nancy, she's over there. Asante kwaya. Baada ya kuhitimisha hilo zoezi, nitamuomba mwakilishi wa classmates zake wale waliosoma na kina Father Msuri atakuja. Huyo ataongea kwa niaba ya paroko, maana paroko ameniambia huyo ndiye atakayeongea. Yule aliandaliwa naomba aje, na baada yake atakuwa ni mkuu wa shirika la mapadri wa Palotini, na huyu atawakaribisha maaskofu kwa itifaki yao. Naomba sasa nizamu ya classmates. Waheshimiwa mababa askofu wetu, itifaki ikiwa imezingatiwa, tumsifu Yesu Kristo. Basi tumesimama hapa kama classmates wa Father Emmanuel Msuri, na hivyo basi tunapenda kuanza kutoa pole kwa mababa zetu, maaskofu wetu, mkuu wa shirika, wanafamilia na wote basi ambao mmefika siku ya leo katika kumwaga ndugu yetu mpendwa wetu Padre Emmanuel Msuri. Poleni sana. Sisi hapa ni classmate katika level mbalimbali. Mapadri hao watatu mnaowaona basi wamepata upadri siku moja na Padre Emmanuel. Mimi na Padre Kimati tumesoma na Padre Emmanuel kuanzia form 1 mpaka form 6. Na hivyo basi katika kundi hilo ambalo tumesoma pamoja tuko mapadri 9. Wawili wa jimbo la Moshi, wengine ni wa mashirika, lakini basi wako sehemu mbalimbali. Lakini pia tulikuwa darasa la watu 45. Tunawakilisha pia hapa kwa sababu mbalimbali hawakuweza kufika hapa. Na hivyo basi tunasimama hapa kwa niaba yao kuambia poleni sana. Padre Emmanuel amekuwa kiungo kwetu sisi sote. Miezi mitatu iliyopita tulikuwa pamoja na yeye pale Arusha, mimi niko pale Arusha. Na hivyo tulikuwa pamoja, tunaongea pamoja, tunacheka pamoja. Na ilikuwa ndio chakula chetu cha mwisho kama classmates. Tulikuwa wote 4 hapa.
Na hivyo basi tunamwombea Mungu ampatie raha ya milele kule mbinguni. Kwa namna kipekee pia napenda nichukue muda huu kumpatia baba askofu pole sana, baba Lagweni, kutoka kwa askofu mkuu Jimbo Kuu Katoliki Arusha. Mimi nafanya kazi kule Arusha, nipo pamoja na Padri Julius. Tumewakilisha Jimbo Kuu Katoliki Arusha. Pole sana baba. Lakini Padri Emmanuel pia aliweka nadhiri za daima pale Esopaloti, ni jirani yetu pale. Lakini pia kwa namna kipekee shirika la Palotini wanafanya kazi Jimbo Kuu Katoliki Arusha. Poleni sana. Raha ya milele umpe Bwana, apumzike kwa amani. Kuna wanafamilia ambao hawakupata nafasi ya kuaga, wale waliofika leo asubuhi na usiku sana, itakuwa zamu yenu kuaga. Karibu sister. Raha ya milele umpe Bwana, apumzike kwa amani. Washamu na baba askofu, Mheshimiwa sana baba John Mama, mkuu wa shirika, wapendwa sana wazazi na familia ya baba Emmanuel Msuri na taifa lote la Mungu, itifaki zingatiwa. Tumsifu Yesu Kristo. Tunamshukuru Mungu kwa zawadi ya maisha ya Father Emmanuel Msuri. Tunamshukuru kwa zawadi ya imani na kwa zawadi ya wito wake. Kwa namna ya pekee tunamshukuru kwa utume wake aliofanya ndani na nje ya nchi. Tunamshukuru kwa namna ya pekee Father Msuri kwa kuwa baba mwema na kiongozi mwema wa kiroho. Tunaendelea kwa namna ya pekee, ninatoa pole kwa niaba ya shirika la masista wa Palotini, kwa mababa askofu, kwa baba Jonona, kwa upekee zaidi kwa mapadi wa Palotini, kwa namna ya pekee zaidi kwa wapendo wazazi wetu na wazazi wa baba Emmanuel Msuri, na kwenu nyote. Tumepokea msiba huu kwa masikitiko makubwa, lakini tunaendelea kumwombea kwa matumaini. Raha ya milele umpe Bwana, apumzike kwa amani. Mhashamu Baba Askofu Anton Lagwen, askofu wa Jimbo Katoliki la Mbulu. Mhashamu Baba Askofu Edward Mapunda, askofu wa Jimbo Katoliki la Singida. Mheshimiwa Father John Ona, mkuu wa shirika la Mtakatifu Vincent Paloti. Taifa la Mungu, itifaki ikiwa imezingatiwa. Tumsifu Yesu Kristo. Jubilei ya mwaka mtakatifu 2025. Mhashamu Baba Askofu, kwa niaba ya familia ya baba na mama Charles Tadros Kilala, ambapo mpendo wetu Father Emmanuel Msuri SAC amezaliwa Kwale, tunarudisha shukrani zetu za dhati kwanza kwa Mwenyezi Mungu kwa zawadi ya kipekee kabisa ya Father Emmanuel Msuri katika maisha yetu kama familia na kwa kanisa lake. Pia kwa maaskofu wetu kwa kutuendesha ibada hii ya maziko ya mpendwa wetu Father Emmanuel Msuri. Pia kwa watu na makundi yafuatayo ambao wamefanyika baraka kubwa kwa familia yetu toka siku ya kwanza ambapo Father Msuri ameanza utume wake mpaka siku ya mauti wake. Kwanza, Mhashamu Askofu Mkuu wa Jimbo Kuu la Nairobi kwa kumpokea Father Emmanuel kufanya utume katika Jimbo Kuu la Nairobi. Pili, shirika la Mtakatifu Vincent Paloti kwa kumlea na kufanya utume kupitia shirika hilo. Tatu, sehemu ya kwanza, Father Karanja, mwakilishi wa mkuu wa shirika la Mtakatifu Vincent Paloti pale Nairobi, kwa kutupokea ndugu wakati wa kumuuguza ndugu yetu Father Emmanuel
pia kwa kutupa ushirikiano wakati wote kwa niaba ya mkuu wa shirika. Sehemu ya pili, Father George na Father Ambrose, wasaidizi wa parokia ya Mtakatifu wa Yesu Dagoretti Kona, kwa kuishi vyema na kaka yetu na kumpa ushirikiano katika utume wao na pia kutupa mwongozo wakati wote tulipokuwa tukimuuguza kaka yetu. 4. Moderator wa parokia ya Mtakatifu wa Yesu Dagoretti, Mr. Mayaka, ambaye ametoka. Tumsifu Yesu Kristo. Ningeomba basi wale walioandaa ile shukrani waje wamkabidhi sister yetu. Sister, karibu. Asante. Raha ya milele mpe Bwana, pumzike kwa amani. Naomba aliongee mkuu wa shirika la masista wa Palotini kwa ajili ya neno. Asante, tunashukuru. Tumsifu Yesu Kristo. Basi niseme tu neno la shukrani. Mababa maaskofu wetu, askofu wa jimbo Katoliki la Mbulu Anthony Lagwen, askofu wa jimbo Katoliki la Singida Edward Mapunda, asanteni kwa ibada takatifu, asanteni kwa kufanya kazi pamoja nasi, lakini leo kwa namna ya pekee kumsindikiza kaka yetu Padri Emmanuel ambaye yuko nasi katika maisha haya. Lakini jambo moja ni kwamba anatuombea. Mababa, niwape pia salamu. Nilikuwa na askofu mkuu wa jimbo Katoliki Nairobi, Philip Anyolo, aliniambia nikifika hapa, nilimwambia maaskofu Edward Mapunda na Anthony Lagwen watakuwepo, na aliwafahamu. Aliwaambia niwape salamu zake za pole pia. Basi niwashukuru mapadre ambao mko hapa, bila kujali umetoka wapi. Naomba kwa nafsi yako upokee shukrani zangu kwa niaba ya shirika la mapadi wa Palotini na shirika nzima, si tu la hapa, lakini shirika nzima la mapadi wa Palotini popote walipo. Mpokee shukrani zao. Tunatambua peke yetu tungekuwa na uzito. Niwashukuru watawa wa kiume na wa kike kwa ushiriki wenu katika siku hii ya leo. Mwenyezi Mungu abarikini sana kwa sala zenu, hasa dada zetu masista wa Palotini. Asanteni kwa kutushika mkono tangu msiba huu ulipotokea mpaka leo. Mmetubeba kwa sala, kwa kutushika mkono kwa kila njia mpaka leo. Nasema asanteni. Mwenyezi Mungu awabariki. Basi niwashukuru wazazi
kwa namna ya pekee kwa malezi mliokuwa mmempa Padri Emmanuel. Leo tunamuita padri, lakini kwenu alikuwa, kwa baba na mama alikuwa ni mtoto, kwa kaka zake alikuwa mdogo wao, kwa dada yake alikuwa kaka yake, kwa watoto wenu alikuwa baba mdogo, alikuwa mjomba mwema mnayempenda sana. Basi nawashukuru kwa malezi mliompa na ushirikiano mliompa katika wito wake. Sisi kama Wapalotini tulimpokea mtu mzima aliyekoma, aliyeelimishwa, aliyetayarishwa. Kwa wazazi tunasema asanteni. Emmanuel alikuwa zawadi kwetu. Niwashukuru pia walezi wake. Malezi yana stage mbalimbali. Wazazi walimlea, akaingia hatua ya pili la malezi. Mwalimu aliyemfundisha kujua neno a amefanya kazi kubwa. Mwalimu aliyemfundisha akajua kufanya ishara ya msalaba amefanya kazi kubwa. Hawa tunawashukuru pia. Walimu waliomfundisha baada ya elimu yake ya msingi pale St. James nao wamefanya kazi kubwa. Kwa sisi tulimpokea mwaka 2000, ni mtu anayeelewa anakokwenda, anachokusudia kufanya, kwa sababu ameandaliwa. Bahati nzuri mimi mwenyewe ndio nilimpokea. Kwa hivyo katika shirika letu mimi nimesafiri na Emmanuel tangu mwaka 1999 alipoandika barua akiwa pamoja na Father Kimati. Wakati ule hata mimi bado sijawa padre, lakini nilikuwa mkurugenzi wa miito wa shirika. Kwa hivyo mwaka 2000 walipofika, sasa nimekuwa padre. Niliwapokea nikiwa mlezi wao, ni kijana mwenye mtizamo, anayejua anafanya nini na anakwenda wapi. Basi ameendelea na malezi katika shirika letu. Amekuwa ni zawadi kubwa. Amekuwa sehemu ya uhai wa shirika letu. Amekuwa sehemu ya uhai wa kanisa kwa utume wake. Lakini leo amelala. Hivyo basi amelala. Usingizi ambao tuwezi kumwambia amka sasa hivi, lakini anatusikia. Tujue hili, anatuona pia, anatuombea kwa Mungu. Kwetu sisi, kwangu binafsi kama kiongozi wa shirika leo, nimefanya kazi na Emmanuel si tu kama padri Mpalotini, ni zaidi ya padri Mpalotini kwangu. Niwashukuru wa Kristo wa parokia Galapo na mapadri wenu kwa kutupokea
Galapo kwetu ni nyumbani, ni familia yetu, ni jumuiya yetu hapa. Wanagalapo, nasi kama shirika kwa huduma ya mapadi wetu, tunashiriki mafuraha yenu, tunashiriki pia huzuni yenu. Lakini na ninyi ni washukuru kwa sababu hamkurudi nyuma kila tulipowalilia. Mmekuja kutukimbilia, mmetushika mkono. Naomba tuendelee kushirikiana, si kama tu wa Kristo, lakini kama wana familia moja ya Mungu Galapo. Basi nilishasema shukrani kwa hospitali ya St. Francis Kasarani Community Hospital. Basi naomba na wete na kila mmoja wenu ambaye ameshiriki katika ibada hii na kushukuru kwa nafsi yako, viongozi waliokuwepo wa serikali hapa, watu wa usalama na washukuru walioko hapa. Naomba baada ya kusema haya tuendelee kumwombea padri mwenzetu, Mkristo mwenzetu, naye atuombe kwa Baba wa mbinguni. Raha ya milele umpe Bwana, apumzike kwa amani. Raha ya milele umpe Bwana, apumzike kwa amani. Raha ya milele umpe Bwana, apumzike kwa amani. Asanteni. Sasa hivi ni sala ya buriani. Naomba anayehusika na wazazi pia na kuomba uwasaidie ili waweze kufika maeneo ya makaburini kwa wakati. Naomba wanaohusika na chetezo walete chetezo. Naomba tusimame kwa ajili ya sala ya buriani. Leo tunamsindikiza Padre Emanueli katika safari yake ya mwisho ya hapa duniani. Mungu alimpa maisha duniani na sasa amemwita ili ampe maisha ya mbinguni yasiyo na mwisho. Mwili wake tunaweka ardhini kama mbegu ya mwili utakaotukuka, na roho yake ingia katika raha ya milele. Twakuomba ye Bwana, umpokee huyu ndugu yetu Padre Emanueli katika uzima wa milele na utawala wako, apate furaha isiyo na mwisho na kukaa miongoni mwa watakatifu wote milele na milele. Baba yetu uliye mbinguni, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Tupe leo mkate wetu wa kila siku, tusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea. Usitutie katika kishawishi, lakini utuopoe maovuni. Amina. Salamu Maria, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Baba yetu uliye mbinguni, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Tupe leo mkate wetu wa kila siku, tusamehe makosa yetu
kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea. Usitutie katika kishawishi, lakini utuopoe maovuni. Amina. Salamu Maria, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Tukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Baba yetu uliye mbinguni, takalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku. Utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea. Usitutie katika kishawishi, lakini utuopoe maovuni. Raha ya milele umpe Bwana, apumzike kwa amani. Raha ya milele umpe Bwana, apumzike kwa amani. Naomba sasa wale mapadi ambao hatukupata muda wa kuaga muda ule, naomba tujiongee kwa ajili ya kuaga. Naomba na wazazi wasaidiwe, gari limeshafika mahali pale. Naomba wasaidiwe kusogea kwenye gari ili wapelekwe eneo la makaburini. Wakati huo wanakwaya karibuni. Mapadi ambao hatukuaga, naomba tujiongee kuaga, na mwili wa marehemu utabebwa na mapadi wote kuelekea eneo la makaburini. Beti ya kamera ndogo naomba. Babu. Naomba beti ya kamera ndogo imeshakata hapa, afu tunaenda kuzika. Aje mtu mwingine. Ndugu zangu, tumwombe Mungu kwa unyenyekevu. Mungu Baba rehema, kwa ajili ya ndugu zetu waliofariki. Bwana, tunakuomba tusikie. Bwana, uwasamehe kwa wema dhambi zao, zipokee kazi zao njema. Bwana, tunakuomba. Tunakuomba tusikie. Waombe wote wanaohuzunika kwa kifo cha huyu padri wetu Emmanuel Msuri. Bwana, watulize wote waliofiwa. Bwana, tunakuomba. Tunakuomba tusikie. Tuombeane sisi wenyewe ambao tu wasafiri hapa duniani, ili Mwenyezi Mungu atuimarishe na kutudumisha katika utumishi wake mtakatifu. Bwana, tunakuomba. Tunakuomba tusikie. Mungu Mwenyezi, kwa imani tunasadiki kifo na ufufuko wa mwanao. Tunaomba utujalie sisi na ndugu zetu marehemu tufufuke katika furaha.
Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Huo ndio ni mwanzo wa ufalme wa Mungu. Huo ndio ni mwanzo wa ufalme wa Mungu. Mwenyezi Mungu amependa kumwita kwake huyu ndugu yetu Padre Emmanuel kutoka uzima huu. Tunauweka mwili wake udongoni urudi ulikotoka. Kristo amefufuka wa kwanza kutoka wafu. Tunamkabidhi ndugu yetu kwa Bwana. Bwana ampokee katika amani yake na mwili wake aufufue siku ya mwisho. Katika maji ulibatizwa. Mungu akamilisha ndani mwako alioanzisha katika ubatizo. Mwili wako ulikuwa hekalu la Mungu. Tunaomba akupe furaha ya milele. Wewe ni mavumbi, utarudia kuwa mavumbi, lakini Bwana atakufufua siku ya mwisho.
Basi pende kuomba wana ndugu wa karibu kaburi kwa ajili ya kuweka udongo. Kuna baba mzazi kama anaweza kufika na mama padre. Hilo basi kwa vijana maeneo yetu ndio karibu kwa ajili ya kurudishia udongo. Wakati zoezi hilo linaendelea, ningeomba kutangaza utaratibu wa kuweka mashada. Tutaanza na askofu wetu, atakapo mkuu wa shirika atafuata, mkuu wa masista wa parotini, mwenyekiti wa halmashauri tarafa, viongozi wa parokia ya Nairobi, wanafamilia, mwakilishi wa familia ya Njuguna, mlezi wake. Baada ya hapo basi chakula kitabarikiwa na mwishoni tutaweka mashada mtu mmoja mmoja na kuelekea katika eneo tuliloambiwa la kupata chakula. Kwa hiyo kwa mashada niombe basi yaletwe karibu na mjini. Okay, yapo karibu basi. Niombe Paulo na kamati yako wala vijana kurudishia udongo. Sogea karibu. Anasema naomba mwe ule kuomba mimi nachukua. Kwa hiyo nyinyi tuseme kwa hapa hivi. Atakuwa nalo. Hata lile moja moja. Akiweka sisi ndio namba 2. Sasa sio hii hapa. Tuwape na wao. Asante kwa Mungu, siku zako hazina mwisho na rehema zako hazina idadi. Tukukumbusha daima kwamba maisha hapa duniani ni mafupi
na ya kwamba tujui tutakufa lini. Roho wako Mtakatifu tuongoze katika utakatifu na haki siku zote za maisha yetu. Tufike salama katika ufalme wako kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Raha ya milele umpe Bwana, Mwanga milele umwangazie. apumzike kwa amani. Uandikwe ishara ya Bwana mkombozi wetu Yesu Kristo, aliyekomboa kwa ishara hii, pumzike kwa amani. Ishara ya msalaba tuokoe, ishara ya msalaba tuokoe. Asante. Baada ya zoezi hilo basi tunafuata zoezi la kuweka mashada. Niombe wakabidhiwe mashamba na maaskofu waweke kwa pamoja. Baada ya hapo apewe mkuu wa shirika. Basi afuate sisa mkuu wa shirika la Palatines. Baada ya hao kuweka viongozi wa parokia ya Nairobi. Palatine Fathers tafadhali. Palatine Fathers kwa pamoja. Viongozi wa parokia ya Nairobi. Baada ya hapo basi imeandikwa wanafamilia ambao watajumuika pamoja na wazazi. Kwa baba na mama wanaweka basi wa familia. Sumwe karibu. Anapati klasi wake mmoja waweke. Wanapata mapadri wengine wote wapatiwe walao. Mapadri wote jali shirika la Palatini au mapadri wengine wote maua hapo mawili wapatiwe waweke. Shikeni hiyo, shikeni wengine, shikeni hiyo wengine. Nako mawili. Tejeuze sasa hivi.
Isomeke, sasa isomeke. Mwakilishi wa familia ya Geuzeni isomeke. Mwakilishi pamoja Ambrosi Joji Yeni kwa hapa. Zoezi litakalofuata basi ni kubariki chakula, na baada ya chakula kubarikiwa, wote wenye mataji mkononi tutaweka na familia watakuwa wa mwisho kuja kuwasha mishumaa. Basi tunakuomba uongee chakula bariki hata kwa Kifaransa, hata kama Kiswahili, bariki hata kwa Kifaransa, bariki. Watu wengine naomba tusubiri kwanza, tusiweke kwanza, chakula tubarikiwe, ili tukishabarikiwa tunaweka na kuondoka. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Tubariki Mungu wetu sisi na chakula chetu, tupate nguvu na kukutumia vema. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Tunakutumia ulinzi wako mzazi mtakatifu wa Mungu, usitumie tukiomba katika shida zetu, tuokoe siku zote katika matariki. Ewe Bikira mtukufu uliyebarikiwa. Moyo mtakatifu wa Yesu, Bikira Maria malkia wa mbingu, Mtakatifu Yosefu, Vicenti Karoti, Bwana awe nanyi. Mungu Mwenyezi awabariki Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Asanteni sana. Asante. endelea kuzunguka, tusike upande mmoja, zunguka upande wa huku. Naomba basi tuzingatie maeneo